Rais wa Marekani Donald Trump amekataa vikali majibu ya Iran kuhusu pendekezo la hivi karibuni lililolenga kumaliza vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, akisema msimamo wa Tehran haukubaliki kabisa. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social Jumapili, Trump alisema amesoma majibu ya Iran yaliyowasilishwa mapema kupitia upatanishi kutoka Pakistan. "Nimesoma sasa hivi majibu kutoka kwa wanaojiita wawakilishi wa Iran," Trump ameandika. "Sipendezwi nayo, hayakubaliki kabisa." Hii ndio kauli ya kwanza rasmi kutoka kwa utawala wa Trump tangu Iran ithibitishe kuwa ilikuwa imewasilisha mapendekezo yake kuhusu namna ya kumaliza vita hivyo. Ingawa Trump hakueleza ni sehemu gani hasa ya pendekezo la Iran iliyokataliwa, taarifa zinazozunguka katika vyombo vya habari vya Iran zinaonyesha kuwa Tehran ilijikita zaidi katika kutaka vita vikome pamoja na kupata dhamana dhidi ya mashambulizi mengine ya kijeshi siku zijazo. Maafisa wa Iran wameendelea kuwa waangalifu kueleza hadharani maudhui kamili ya pendekezo hilo. Hata hivyo, shirika la habari la Tasnim News Agency likinukuu vyanzo vya ndani lilisema kuwa Iran imeeleza umuhimu wa kumaliza vita haraka na kutaka uhakikisho kuwa haitoshambuliwa tena. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Iran imependekeza kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani pamoja na kusisitiza usimamizi wa Iran katika mlango wa Hormuz ikiwa Marekani itatekeleza masharti fulani. Pendekezo hilo pia linadaiwa kujumuisha ombi la kuachiwa mali za Iran zilizoshikiliwa nje ya nchi ndani ya kipindi cha siku 30 kabla ya mazungumzo kuelekea kwenye suala lingine nyeti, mpango wa nyuklia wa Iran. Katika hatua hii, Iran haijatoa pendekezo la kufanya mazungumzo ya moja kwa moja kuhusu mpango wake wa nyuklia, bali inapendekeza kwanza kushughulikiwa kwa mvutano wa kisiasa na kijeshi kabla ya kuingia kwenye mjadala huo. Wachambuzi wanasema kauli kali ya Trump inaonyesha kuwa Marekani bado haitaki kulegeza vikwazo, kuondoa vizuizi vya kijeshi vya baharini au kubadili msimamo wake kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran bila kupata makubaliano makubwa kutoka Tehran.